Emmanuel Abedi, cordon urbain, mouvement citoyen machozi ya raia mvili ya Uvira. Tuliona kwamba raia ya Uvira imeelewa kwamba usalama ni yetu sie bote kote ya viongozi wa madaraka, na ndio maana tunaenda kuleta shukrani sana kwa wamama, wa baba, wakaka, wa dada, wazee na wengine makusho yote yenye konfondia ambao labda tumeshindwa kutaya kwa kurespekte mot d'ordre ya kupenda nchi, mot d'ordre ya patriotisme aussi uzalendo, ya kuonyesha kama ilifaa ke tunamerite kuishi mzuri na usalama na amani. Donc journée à l'heure le 5 mercredi kwa leçon ba gouvernant benye kwa pouvoir essayer que ni makosa sana kusikia ke mtu mwana poteza maisha avec des balles contrôlées, mtu mmoja sijui anafanya manyanga anashindwa kukamatiwa. Donc ikwendo kabisa vile tuna tourner nouvelle page, et surtout que tuko na gavana wa jimbo hapa, angalie comment anaweza kamata ma mesure za mzuri za kusaidia aussi population de Kivu, parce que au moins nous avons pleinement droit ya quoi sécuriser na autorité pour le moment venir comme pouvoir. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est que tout comme moment il y a pirement aussi rouge par rapport à ce sécuritaire, bah tout ça et dit, bah tout faciliter un peu muraia awe na amani na biashara vyake na mali yake, pour que mfacilite yeye awe anachangia kidogo kidogo kwa maendeleo ya province. Shukrani za dhati sana zinaendelea ma association za ba mondar, ba chauffeur, ba sijui ma bateau manini. Vraiment c'est que mnafanya leo ni Mungu tu. Wale wanataka Mungu, wanataka jina lake Emmanuel. Je t'avec nous. Lele sel mwanaweza lipa kila mmoja ambaye labda amejiexprimer kulingana na situation ya leo. Mais tunasubiria kwamba on aura vraiment avec détermination machozi ya raia kwamba tutapata ma solution yenye peu durable par rapport na vile moto kifanya leo vile Uvira. Je sais qu'à Kinshasa ils sont déjà au courant et ma mesure de geste akamatika pour que mwenye lionekane kwa incompétent aweke ndio compétence au service ya population, au service ya honor chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, pour redorer un peu ce qu'il fait comme restauration ya paix ouest ya nchi yetu. Jambo wako kumani James Fekadui, manifestation ya leo ilitembea namna gani? Kwanza ndashukuru société civile ya Uvira, ndashukuru na raia yote ya Uvira kwa heshima ambayo mnapatia société civile. Mlionyesha ya kwamba mnapenda nchi. Mungu abariki watu wa Uvira. Lakini huzuni ambayo napenda kuwaambia, na ni lazima kila mtu asikie, ni lazima kila autorite asikie hii sauti. Haiko ya kufichama, ni yangu Fekadui naituma. Kweli leo Mungu alisaidia manifestation, yani maandamano, mgomo ya leo ilipita vizuri. Kuona raia ya Uvira inasutenire FRDC benye bako wanapigana, inasutenire bazalendo. Ila tulipatwa na tatizo moya. Unajua, mara kwa mara nikiongea kuna watu ambao wanasema niko naongea mbaya, na wengine wanasema eti niko na devoir secret militaire, oro niko natoa watu ujinga kumacho. Mie mshangao ambao niliona, nishangawa sana. Tena nikalegrete. Nikashangaa sana, nikalegrete. Kwa sababu hii manifestation yenye ilikuwa, hii mgomo yenye ilikuwa baridi leo, haikukuwa ya Fekadui, haikukuwa ya mtu fulani. Ilikuwa ya watu wote kuonyesha dunia nzima na rais wetu kuona ya kwamba nchi yetu inaenda fasi mbaya. Hii mgomo yenye ilikuwa
ilikuwa mgomo ya societe civile. Mimi niko pale Kunganga hoteli Kasenga. Ndio maana nasemaka kila siku, kama nchi yetu nakosa amani, ni sisi wenyewe Wakongomani ndio tunaleta tatizo mu nchi yetu. Kila siku ndasema, hata kama mko nasema General James iko naongea sana. Sasa ndanyamaza kusema na nchi yetu kwenye iko fasi mbaya. Nchi iko fasi mbaya. Nchi yetu iko fasi ya mzuri, singekuwa niko naongea. Kabla ya kuyapata amani mu nchi yetu ya Kongo, sitanyamaza kuongea. Ndakuyaka nyamaza kuongea kisha pata amani mu nchi ya Kongo. Lakini kabla nchi yetu iko fasi mbaya, ndasema mshangao yanapenda kusema niliona venye siyaonaka maisha yangu. Maandamano yenye inastenire FARDC, inastenire na bazalendo, kuonyesha dunia nzima, kuonyesha rais wetu astenire FARDC, astenire bazalendo. Mimi nakaa Kunganga hoteli. Kuna kuya gari 3 za FARDC. Gari 3 munayala FARDC. Zile gari za FARDC mlikuwa bakolonere wa FARDC, bakolonere full wa FARDC. Na ninabayua bako banapana franga, balikuwa banapatia kila motare 15,000. Aseme wewe motare 15 ingia barabara, activite ikuwe. Kila motare banampa 15,000 francs congolais. Kila motare banapata 15,000. Hata hapa madepo walikuwa wanapatia franga. Hata hapa madepo, wewe 15,000 fungula wewe depo hakuna matabagusa. Wakati walifika kwenye niko Kunganga hoteli na yuarahia yote ilikuwa pale na baliona. Mimi niwaambiaka istango yaka sema santima, hapana. Nisipepo niongee vya santima tu ndio nipendwa, hapana. Ndaongea kweli. Gari 3 zinayala basoda FARDC zinakuya kwenye niko Kunganga hoteli. Mimi feka adui. Bali niuliza mimi nastenire nini? Nibaambia nastenire hii maandamano yenye societe civile ya Uvira inaandaa, yani kustenire FARDC na wazalendo, tupate mamunition, tupate vifaa, tupige adui atoke mwarizi ya Kongo. Bali niambia ni bongo, kinishangaza. Bale ba FARDC gari 3 unayala FARDC bakaniambia hivi, hii maandamano benye banaiandaa ni ba M23. Ndo wasema M23 ndo inaandaa hii manifestation. Nikawaambia ni bongo yenu. Benye wanaandaa hii manifestation ni rahia ya Uvira. Inaona inateswa, inaona nchi inaenda fasi mbaya. Wakasema bastenire FARDC, bastenire na bazalendo, tupate munition tupige adui. Akakataa. Balikuwa bashakamata mtu moya, alikuwa mugari. Vraiment nahuzunika sana. Vraiment nahuzunika, feka adui nahuzunika. Bakaleta mtu mwenye bashakamata kumenase tu, balimkamatia bure tu, hakuna. Bakanionyesha yeye mugari. Unaona huyu ni mmoja mwenye baliandaa hii maandamano, na huyu ni mtu wa M23 na ba M23 ndo bana organize hii manifestation. Nikamwambia ule colonel Fulu ni bongo, na ule colonel baniambia ndo ajwe wa region selogi sinifata mimi simuyui, baniambia ndo ajwe, yani opse wa komanda region. Ule colonel Fulu nimwambia ni bongo yako. Hii maandamano benye banaiandaa ni societe civile raia ya Uvira, inastenire mwe FARDC
na siya bazalendo pati kukutana. Mungu ndio asaidia masasi ingelia. Mungu tu bakapenda sasa baninyangule waniweke mugari. Nikawaambia mimi siwezi ingia mugari. Vrema kulikuwa rahia pale ya Uvira itashuhudia kama nasema uongo au nasema ukweli. Nikalegrete, ndio maana baambiaka FARDC bengi bako puru na M23. Maandamano yenye banaanda ya kustenire FARDC. Hii maandamano ya leo ilikuwa ya kustenire FARDC, ilikuwa ya kustenire wazalendo tupate vifaa tupiga adui. Lakini leo balikuwa banatembea bakutana motare 15,000 barampa motare 15,000 balianzia kule kuzone bako wanapana 15,000 kumulango eti bafungule. Nikashukuru ba motare balikula zile franga na habakuingia barabara. Mungu asaidie ba motare na asaidie bali watu wa madepo bali bakula. Ndio nasemaka tubakule tubakwe zile. Ni kitu cha mshangao sana tena sana kuona hapa Paluvungi mgomo baridi ulikuwa, lakini ya ajabu Christian Bavaro mwenye anajidai eti yeye ni chef de groupement wa Luvungi. Cha ajabu alifanya meeting, anaambia watu musi akatale kwenda kusoko, mwende muleme, mwende mchoruze. Sisi hapa, mimi hapa, kasema ya kwanza sisi na mimi hapa hatuko tunadependre na Uvira. Sisi tunadependre na Bukavu, tunadependre na Kamanyola. Mwende muleme, hakuna tatizo. Akajiunga, akaambia maskari au wa FARDC eti waende wafanye security soko Ileme. Sisi hatuko tunadependre na Uvira, tunadependre na Kamanyola na Bukavu. Ndio kwa maana mimi napana hii alert. Anajidenonce officiellement kama yeye ni M23, kwa sababu wenye kudhibiti Kamanyola ni M23, wenye kudhibiti Bukavu ni M23. Kwa nini sasa yeye anakubali soko Ileme ingawaje tuko eneo ambayo inadhibitiwa na gouvernement na Republique Democratique du Congo? Hiyo moya inashangaza watu. Ndio kwa maana wazalendo, sisi wazalendo tunasema Christian Pande Yulu ashuke chini, akamatiwa hatua. Atakapomaliza mwezi wa 8 hata maliza mwezi wa 9, kwa sababu anajidonese officiellement kama yeye ni M23, kwa sababu raporo zake inaonekana iko na zibeba ku M23 Bukavu. Ndio kwa maana sisi wazalendo Christian ajiangalie mzuri, kwani 23 alikula kama aliomba wapita njia maharagi. Basi ni garso wa Kishi, ni garso wa Kishi. Nyarwanda wakamshughulikia, wakamwambia sio naomba raia maharagi, wakaanza kumpiga fimbo mpaka basi. Kisha akasema mbona wenzetu wakitusi kila siku wako wanaomba maharagi na wafanye kitu kwa raia, sawa wanatoka kwa mashamba wafanye kitu. Tunakuwa ni mie tu ndio mnaanza kunipiga fimbo zaidi. Afanda kamwambia na ingine siku tena sipendi nikuona kuona hapa hivi. Ingine siku nitakupiga masasi. Nilikuwa napenda tukwambia wa ndugu zetu wa Kongomani, ngawe muangalie kisi wako napiga mtu tu aliomba maharagi, na watusi wako kiomba maharagi bariere hawata wafaa kitu. Ile iko na kwa kuwaza na kusha kuwaza kwa nini wanampiga fimbo za hivi. Ndio haiko mmoja wao kamili. Kongomani muone mbali.